Niulize William Ruto, wewe unasema umeokoka, sawa? Ulikuja na Biblia tukakuamini. Wewe umenifukuza kwa serikali tukiwa na Uli Nturi, tumekubali na wafuasi wetu. Hatukutoa fujo, hatukupiga kelele. Mimi niliambia wakisikia wamekasirika waibe nyimbo, si ndio? Na tumekubali. Sasa tena unatufuata Meru, nyumbani kwa mama wangu, pahali mimi nimezaliwa. Mama wangu ametoka hapa Kibiricha. Umenifukuza kwa serikali, tena unataka unifukuze Meru? Sasa sisi tumekubali. Haya, juu ya hayo unataka utufukuza kanisani? Sasa unajua mtu akipata matatizo, mtoto anaenda kwa mama yake, si ndio? Shida ikizidi anatorokea kanisani. Sasa unataka unifungie kwa mama na unifungie kanisa? Hawa wakubwa wetu wa AP wa Independent Church waliitwa State House 2 weeks ago, na rais akawatisha sana, akawauzia uoga ya kwamba wasikuwe wakikaribisha mimi makanisani. Hao maarchbishop wetu watatu walikuwa wanatetemeka hapo. Rais amekuwa dictator mpaka kanisani. He wants to dictate who should not go to which church. Pahali nilienda kanisa inaitwa Kihuyo huko Rwathia. Yule akidiko na alinikaribisha anapigwa transfer. Pahali nilienda kanisa huko Kagwe Lari, yule pastor bishop alinikaribisha anatatizwa. Sasa president amekuwa so desperate, anataka kuamrisha kanisa ni gani itatukaribisha, ni gani haitakaribisha sisi. Is the highest form of dictatorship ever seen in this country. Even President Moi, because mimi nifanya kazi kwa serikali yake, mambo ya kanisa alikuwa haingili. President Moi, he was quite dictatorial, lakini mambo ya kanisa aliheshimu kanisa la Kristo. So mimi nataka kuambia akidikons wetu, I hope they will not transfer you. Tunakuombea Mungu. Lakini hata ukiwa transferred utakuwa tu hapa Kenya, si ndio? So there is no problem, but it's very 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 unfortunate what is happening. Mimi niseme mambo